Sana, karibuni. Donc, je salue tout le monde pour la présence. Voilà, donc nous recevons le Real de Bamako après avoir joué un match chez eux là-bas. Et ensuite, on va recevoir Monastir. L'équation elle est simple. Si nous voudrons nous qualifier, nous devons prendre vraiment le maximum de points et pourquoi pas tous les points possibles ici lorsque on va jouer ces deux matchs ici, sachant que le dernier match contre Mazembe il va être très difficile. Donc nous sommes conscients que nous sommes dans l'obligation de faire le maximum. Faire le maximum, c'est gagner 6 points, à commencer par le match de demain. Il ne va pas être facile. Il faut toujours respecter l'adversaire. L'adversaire, ses résultats ne correspondent pas à ses vraies qualités. Il ne faut pas croire que ça va être facile, mais nous sommes bien préparés, concentrés, respectueux à l'adversaire, mais déterminés à gagner les 3 points de demain. Habari za saizi jamani. Kesho tunacheza na timu ambayo tumetoka kucheza nao, Real ya Bamako. Ni baada ya Real ya Bamako tutacheza pia na Monastir. Ni mechi ambazo ni ngumu, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu ili tufuzu. Inabidi tushinde mechi ya kesho na pia tushinde mechi ya Monastir, sababu mechi ya TP Mazembe ambayo itakuwa mechi ya mwisho ni mechi ngumu sana. Inabidi tuhakikishe tumepata pointi 6 katika hizo mechi mbili ambazo tutacheza hapa kwa kusubiri TP Mazembe ili twende kwa hatua ambayo inayofuatia. Ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, lakini tumejiandaa, tuko vizuri, tutapambana hadi tupate matokeo ambayo ni mazuri. Maswali kwa kocha Nabi. Bonjour. Ça va Idi? Okay. Mecha kwanza katika uwanja wa Mwita Mwinuja hapa anaweza kucheza dhidi ya TP Mazembe, anaweza kuchukua alama zote 3. Le résultat à recevoir un but dans les arrêts de jeu a laissé une grande frustration chez les joueurs, chez le staff et je suppose chez tous les fans de Leng. Ils sont conscients de cela, raison pour laquelle ils se sont concentrés, ils se sont mis d'accord pour tout faire pour gagner les 3 points, pour faire oublier les 2 points qu'on a pu perdre malheureusement. Mais ceci ne veut pas dire que c'est garanti. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter le Real Bamako, parce que le Real Bamako ne vont pas venir ici comme des touristes. Ils vont défendre bec et âme pour pouvoir avoir des points ici à Dar es Salaam. Sinon, au niveau de la santé, on a Moloko, je crois qu'il y a un petit dérangement. On va voir s'il peut commencer ou pas aujourd'hui. Malheureusement, nous avons perdu, Chorobo a perdu son Toto. Et voilà quoi, donc nous ferons avec les joueurs qui seront prêts. Nous ferons vraiment, et nous avons beaucoup d'estime et de respect à tous les joueurs qui peuvent, espérons-le, faire la différence. Kwanza wachezaji wote hawajafurahia matokeo ambayo tumepata huko Mali, sababu hiyo mechi tungepata matokeo ingekuwa vizuri sana. Kuja kusawazishwa dakika za mwisho imewaumiza, na hiyo ndio sababu ya kuwafanya wachezaji wawe na morali ya juu ili hapa nyumbani wapate matokeo. Tunajua kama hiyo pointi moja ambayo tuliyopata hapa kusawazishwa dakika ya mwisho iliwaumiza wachezaji, ikaumiza staff, ikaumiza pia mashabiki, sababu muda ulikuwa umeenda. Ila kwa nyumbani tutajitahidi, wako tayari kupambana ili kupata matokeo mazuri. Lakini pia sio kama ni mechi rahisi, sababu hawa Real ya Bamako hawajaja kufanya utalii, wamekuja kucheza mpira. So ni mpira ambao utakuwa mgumu,
lakini tutafanya kadri ya uwezo ili tupate matokeo mazuri. Mchezaji ambaye ana tatizo kidogo ni Morocco, tutaangalia mazoezi ya leo jioni kama ataendelea. Mwingine ambaye tunasikitika ni Shuaboy ambaye amempoteza mwanae. Ni hicho ndio tulichoona. Sana hiyo. Reni. Kocha, katika mechi ambazo katika mchezo ambao tumeshacheza na katika magoli manne magoli matatu yanatokana na set pieces kwa lakini kwa visi kwa upande wa Bamako katika magoli ambayo wameshinda ni magoli yote yanatokana pia na kona. Nadhani kwa kiasi gani sana kwenye mazoezi ya juzi jana na pengine leo unaexchange kiwango kwa sababu mnapote kwa pamoja na hiyo kwa ajili ya kutengeneza recevoir de but sur le corner, sur deux balles arrêtées. Ça nous dérange parce que c'est des buts qu'on peut facilement éviter. Si on n'avait pas eu ce but à ce corner, on serait on aurait gagné ces 3 points. Sachez que ce n'est pas de maintenant, c'est depuis longtemps. C'est vrai qu'on a un problème de taille de joueurs, on a beaucoup de trop petits joueurs, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a parfois des problèmes de concentration et de rigueur dans le marquage, de split vision, des principes qu'on n'arrête pas de répéter à l'entraînement, qu'on n'arrête pas de répéter à la vidéo avant le match. Sachez que le corner, le but qu'on a reçu à Bamako, avant le match, dans l'analyse vidéo, on a répété par détail comment ils font pour marquer leur corner. Et malgré cela, un manque de concentration, de communication, c'est le même but qu'on a détaillé, le même mouvement de l'adversaire en corner, il rentre quand même. Moi, en tant que coach, je ne peux que, et les joueurs ils sont là, je ne pourrais que répéter, exiger d'être plus rigoureux et insister dans la concentration, dans la rigueur, dans la communication, dans l'agressivité, etc. À part ça, voilà, donc espérons vraiment. On a encore continué à faire cela hier, aujourd'hui aussi, on va continuer à faire cela. Et espérons qu'on va éviter vraiment ça. Ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal parce que dans la phase des groupes, on a pris 4 buts sur balle arrêtée. 2 contre Monastir, 1 contre Mazembe et 1 contre Bamako. Dans le jeu, on n'a pas eu de but. On n'a pas reçu de but dans le jeu. Et ça, en tant qu'entraîneur, ça me fait très très mal. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont petits détails, mais ce n'est pas seulement cela. Il y a un problème de rigueur et de concentration. Inch'Allah, on va continuer à taper dedans, insister, travailler, vidéo, terrain et tout ça pour éviter tout ça. Ni kweli tulifungwa. Ni kweli nasikitisha kama tumefungwa magoli manne kwenye mechi tuliocheza. Mechi 3 hizo tumefungwa magoli manne na magoli yote yamefungwa ya design moja, magoli ya kona. Nawaza tatizo sio sana kabisa kusema kama ni vipimo vya wachezaji. Hiyo sio sababu sana, isipokuwa hawako makini kwenye marking wakati unapopigwa kona, hawana hiyo seriousness, concentration inakuwa ni ndogo na communication pia inakuwa ndogo. So mimi kama kocha nimeumia na kitu kama na hicho, sababu hata kwenye video kabla ya mechi huwa tunaangalia, tunachambua vipi namna kusimama kwenye kona, namna ya kuongea, nani ammaki nani, tukaeje ili tusifungwe. Tumefanyia kazi mazoezi iliyopita jana na leo, na bahati nzuri mchezaji yuko hapa mwenyewe anaona tunavyofanya na tunavyoongea kuhusu hiyo swala, sababu magoli yote manne ambayo tuliofungwa, hakuna hata goli moja ambayo tulifungwa ya movement, isipokuwa tumefungwa magoli yote ya design moja. So ni tatizo, sio tatizo ambalo ni ya leo tu, ni tatizo ambalo ipo. Tunafunga magoli ya design ni kutokana na nini? Sio sababu ya vipimo vya wachezaji, hapana. Ni ile kukosa concentration, communication na kutokuwa aggressive.
sababu beki unapoenda kukaba, unakaba kabisa, unajua kabisa huyu mtu hata nikikosa mpira unaweza ukabaki. Tutafanyia kazi hicho kitu. Mimi kama kocha nimeumia sana kuhusu ile swala, ila tunaifanyia kazi. Swali moja la mwisho kama hili. Asante Ibrahim kama salama na salama, na pia kwa niaba ya wenzangu wote tuko vizuri, tuna morali na tuko kiakili, tuko vizuri. Kwa leo asubuhi tulipata taarifa mbaya kupitia mwenzetu hapo Salum Abubakar Shwaboi kufiwa na mwanawe, lakini ili kuweza kumfariji, kuweza kuwa naye pamoja kipindi hiki kigumu, ni lazima tushinde mechi yetu ya kesho kwa Mungu ili kuweza kuwa naye vizuri katika kipindi chake hiki kigumu. Tuko vizuri mpaka sasa hivi, nashukuru Mungu, nasubiri time tuone kufanya kazi yetu. Swali kama hapo. Yes. Hata wengine ambao experience kubwa sana katika mechi ya kimataifa, kwenye dressing room kuelekea kwenye mchezo wa kesho, nadhani kuna kitu gani ambacho cha tofauti kidogo ambacho tunakiona kwa ajili ya kuendelea kutiana moyo kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Sorry, Pengine wewe hauna experience kubwa sana kwenye mechi za kimataifa, unapoingia kwenye mchezo wa kesho ambao ni muhimu sana kwenu, kuna kitu gani ambacho labda wale wachezaji ambao wanakuwa sana mechi za kimataifa wanakaa na nyinyi kwa encourage kwa ajili kupata matokeo? Labda kikubwa ni kuwa na utulivu na kujiamini tunapokuwa katika pichi na kujua labda nini tuna focus na nini tunataka katika mechi. Kikubwa natuambia tu haya ni mashindano na yanaweza kukutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, kwa hiyo na utulivu katika mechi. Ni hivyo tu labda. Yes. Okay, tunasikia mwalimu kuzungumzia swala la bila kutenga kwa changamoto sana hasa kwa wachezaji. Na mwalimu ni kama anakuelewana mwenyewe, lakini kwa mawasiliano kupitia hilo mmejipanga vipi kama wachezaji isijitokee tena wakishika pata ushindi katika mechi zetu zote zobakia, hasa kwenye mpira yote? Unajua kiupana zaidi kwenye swala la set piece au kona ni swala la wachezaji wote, sio mabeki tu wala sio striker. Ni swala la wachezaji wote, kwa sababu tunakuja tunakuwa man to man, tunakuwa wengi. Kwa hiyo ni makini na kuwa na man to man kuanzia mwanzo hadi mwisho wa tukio. Sio tunakuwa man to man kwa mwanzo, mwisho na kwa mtu anakukimbia. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na tumeona hii changamoto imekuwa changamoto kipindi hapa. Tunahakikishia na tunaweza tumelifanyia kazi vizuri kwamba hataweza kurudia tena, kwa sababu tumeelewa shida na mwalimu amelifanyia kazi kwa ukubwa na bado tunaendelea kufocus nalo kama wachezaji, basi haturudia tena kwa sababu tumeshaona shida ni kwa wapi, lakini sisi tumejipanga vizuri kwa hiyo. Yes. Baka na nini kubwa kwa wanayanga siku ya kesho? Kwa imani kubwa sana na kuelekea kwenye mechi ambayo pengine atawatengenezea mazingira mazuri zaidi. Zungumza na wananchi kuelekea kwenye mechi ya kesho. Wananchi pote pale walipo, ikiwa ni Tanzania au nje ya Tanzania, tunaomba kesho support yao waje kwa wingi na tuamini, kwa sababu ndio goli na deni na sisi kama wachezaji tunajua hilo. Kwa tunaenda pale kwa ajili ya ushindi tu, hakuna chingine, iwe bichi iwe bivu. Kesho ni ushindi kwa Mungu inshallah. Swali moja la mwisho. Okay, ni muda mrefu pengine amefika kwa Bosana katika mchuano hiyo ya klabu ya Afrika kwa shirikisho. Tunaitamani robo finali. Tunaitamani na pia tutamani robo finali. Tunaitamani hatua ambayo inafuata, kwa sababu tunaamini tunaweza na tunaweza kweli. Kwa hiyo ni jambo la swala la muda tu. Nye vipi? Vipi hiyo vipi? Wewe unatokeaje mabati mabovu juu huko? Nashangaa tunaingia ndani moja kwa moja. Popo, hebu mwambie huyu. Wewe, unachelewa wapi? Sasa hivi habari ya mjini, Johnson Traders. Hawa ni mabingwa wa uuzaji vifaa bora kabisa vya ujenzi. Kama vile mbao, mabati, nondo, misumari, gypsum board na kadhalika. Wenyewe wanapatikana Buguruni Chama, Dar es Salaam. Pia wanampa mteja nafasi ya kuwekeza kidogo kidogo ndani ya miezi mitatu. Ukimaliza malipo yako, wanakupa ofa ya usafiri bure ya kubebea mzigo wako ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Wow!